Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema aina hii ya uwekezaji itabadili huzuni kwa furaha katika maisha yako. Ni somo zuri sana na mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Somo letu, aina hii ya uwekezaji itabadili huzuni kuwa furaha katika maisha yako. Kwa tutaenda kuangalia aina kama 4 hivi ambazo zitakusaidia ili huzuni kwenye maisha itoweke, ili kesho yako iwe ya furaha na amani. Jambo la kwanza, wekeza katika ufahamu. Ufahamu unabadili huzuni kuwa furaha. Watu wengi wanateseka kwa sababu ya kukosa ufahamu wa kutosha kukabiliana na changamoto zilizo mbele yao. Ukisoma kile kitabu cha Danieli 9:2, Biblia inasema hivi: katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Kwa hiyo Israeli aliishi kwa huzuni kwa sababu ya kukosa ufahamu. Ujinga na upumbavu ni ngome inayofanya watu wasifikie furaha na amani katika maisha yao. Ngome hii huwa inavunjwa kwa kupata ufahamu. Unataka huzuni iondoke kwenye maisha yako, pata ufahamu. Ukipata ufahamu, ujinga unaondoka, huzuni inaondoka. Kwa hiyo wekeza sana hapa na utaona mabadiliko makubwa kwenye maisha yako. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wekeza katika afya ya mwili wako. Mwili wako ndio msingi wa kila kitu unachotaka kwenye maisha. Mipango mizuri uliyokuwa nayo inaweza isifanikiwe iwapo afya ya mwili wako itakuwa kwenye migogoro. Ili ufanikiwe kiroho, kiuchumi na kijamii, unahitaji uzima katika mwili. Kwa hiyo hakikisha unautunza vizuri, kuulisha vizuri, kuuvesha mwili wako vizuri, kuufanyia usafi kwa viwango, kufanya mazoezi kitaalamu, ili siku zote mwili wako uwe na afya njema. Jiwekee utaratibu wa kupima afya yako mara kwa mara. Hapo utakuwa umewekeza katika afya ya mwili wako, kwa sababu huo ni mtaji mkubwa wa kufanikiwa katika maisha. Kwa hiyo ni jambo la pili katika uwekezaji. Jambo la tatu la kuwekeza, wekeza katika mahusiano ya kimkakati. Hakikisha unazungukwa na watu watakaokusaidia kwenda mbele. Epuka kuzungukwa na watu ambao wana maneno ya kukatisha tamaa. Epuka watu wanaotumia muda mwingi kuzunguza mizaa au habari za watu wengine kwa mtazamo hasi. Siku zote katika maisha yako, tafuta watu ambao wana ujasiri wa kukuonya au kukuelekeza namna itakusaidia kufanikiwa katika maisha. Hapo utakuwa umewekeza kimkakati katika mahusiano. Kwa hiyo ni jambo la tatu. Jambo la 4 la kuwekeza, wekeza katika uaminifu. Uaminifu una thamani kubwa kuliko pesa. Uaminifu na kuwa na nidhamu katika maisha vinamsaidia mtu kwenda mbali sana kimafanikio.
Usikubali kupoteza uaminifu wako kwa kuridhia au kwa kudanganya ili upate mafanikio ya haraka. Usikubali. Jina jema linafungua milango ya mafanikio ambayo pesa haiwezi kununua. Kile kitabu cha Mithali 22:1 anasema hivi: heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Mwisho, wekeza katika fedha. Fedha ni chombo cha kukupa uhuru. Ukipata uhuru wa kifedha, huzuni inapotea. Wekeza kwa namna ambayo pato lako litaongezeka. Hakikisha unakuwa na vyanzo zaidi ya kimoja cha kuingiza pato. Usitumikie pesa, acha pesa ikutumikie. Epuka madeni, epuka kukopa kusiokuwa na lazima. Uhuru wa kifedha hautokani na kiwango cha pesa unachopata, bali ni namna unavyozitunza pesa na kuzitumia kwa busara. Na unavyofanya hivyo, uhuru wako wa fedha unakuwepo. Huzuni haitapata nafasi kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Kwa dakika hizi chache ulizozitumia kuwepo hapa Nuru ya Maisha, barikiwa sana. Amen.